Mtazamaji wa Global TV, tukiwa katika mwaka wa uchaguzi mkuu wa serikali. Leo Global TV imepata heshima kubwa ya kumtembelea mzee Hashim Rungwe, mwenyekiti wa chama cha Chauma. Tutapata nafasi ya kuzungumza mawili matatu na mzee Hashim Rungwe ili kupata angalau yale ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na chama hiki cha Chauma na dira ya siasa ya nchi yetu kwa ujumla. Mzee Hashim, ni heshima kubwa sana kwetu kupata nafasi ya kukutana nawe siku ya leo. Asante sana mtangazaji. Karibuni sana kwetu. Hivi karibuni kulitoka mwongozo wa sheria mpya za uchaguzi ambazo vyama vimesaini. Chama kimoja kiligomea kuzisaini. Kwa nini Chauma imesaini? Mimi nafikiri kwanza kila chama kina maamuzi yake juu ya hilo, na bahati nzuri au mbaya kulikuwa hakuna discussion kwamba bwana sisi tumezungumza, wewe mbona tukubaliana hivi na nini, au umekwenda kumshawishi mwenzio. Sisi wote ni wakubwa, sio? Au sijui ni kutokuona kwamba huyu labda hana uwezo wa kufahamu, lakini watu ni mambo ya kawaida tu. Chama kingine kitaweza kugomea, lakini sasa ile kugomea kutoa amri kwamba wengine wafuate yeye. Kwanza yeye hana mamlaka ya kuambia wengine wafuate. Mtu mwenye mamlaka ya kurusha overall wa hivi vitu vyote ni serikali, ni dola, serikali inayotuongoza na au msajili wa vyama. Akishasema bwana mimi nitaamua nyinyi hivi fuateni, sisi tutafuata, kwa sababu bila hivyo yeye atatoa, anaweza akatufuta, si ndio? Lakini mwanachama mwenzangu ni mawazo yake tu, ni msiakatai. Na wao na wakati vile vile wana mawazo yao. Wao wanaona sasa sisi bila kushiriki uchaguzi tutafanyaje? Tutagomea mpaka lini? Uchaguzi ni lazima tuufanye. Hivi tulivyo hivi sasa. Na hivyo vyama vingine hivyo, yani ni vitu vya kuchekesha, kwa sababu vyenyewe vilikuwa vikipata, vikigombea kwenye uchaguzi. Vilikuwa vinapata, na mimi nilikuwa sipati vile vile, na wengine walikuwa hapati vile vile. Na tunaendelea tu kushiriki kwenye uchaguzi. Maadili yale ya uchaguzi tuna saini vile vile. Tunashiriki kwenye uchaguzi. Sasa leo nikiona kwamba mimi sitaki kushiriki, afu na influence na wenzangu wasishiriki, mimi nafikiri ile pale si sawa. Ni mtu kujipa madaraka ambayo huna. Sio? Unajipa madaraka ambayo, na ndio maana nafikiri yule aliyekataa anakuwa yuko peke yake. Kwa sababu yeye ameona hivyo kama ni hivi mimi sifanyi. Unakataa vipi na wakati wa uchaguzi umefika? Na wewe ulikuwa unashiriki hivi. Labda sijui kwa sababu muda uliopita labda alikosa au fanya nini. Ndio hivyo. Uchaguzi si ndio ulivyo. Uchaguzi ni kama mpira tu, mnacheza, mmoja atafungwa, mwingine afungwi. Mara utasema au sheria hizo sio nzuri, sheria hizo ni mbaya, lakini lazima mmoja atashinda. Kwa vyovyote vile. Hawezi na kama umetoka sawa, sheria za nchi zingine mtarudia uchaguzi, si ndio? Lakini kusema kwamba huyu amegoma yeye na wewe goma vile vile, hiyo hivyo sio sawa. Utakuwa wakatili hao watu na wewe. Yaani kama una mamlaka hayo itakuwa vipi sasa? Yeye kaamua kule kwake na watu wake na kila kitu. Nini huko mmekaa mmeamua vipi sasa sisi tutashiriki? Si mnashiriki tu. Yule hawezi kuona yule ni mbaya, wala yeye kuona wewe ni mbaya. Sijui tutaonanaje, lakini mimi nafikiri sio sawa. Sababu yule ameamua ni sawa, mwacha amue. Kama yeye kama hizi na hivi sheria hii na hii haijabadilishwa, mimi sishiriki uchaguzi. Mimi nasema watu wangu wote tumeshirikiana hapa. Tumesema hivi, hizi sheria bado tunazilalamikia hizi mama au baba mwenye nchi. Tunaziomba hizi uzishughulikie hizi. Sisi kwenye uchaguzi tutashiriki uchaguzi. Ndio tunasema. Hatuseme kama huyu kasema vibaya. Ni mawazo yake. Na sisi tuna mawazo yetu. Na hii nchi ni yetu. Tarehe za uchaguzi ndio hizi. Mzee Hashim, umepata nafasi ya kusikia kundi linaitwa G55? Si magazeti bana yanaandika. Anaandika kama kuna G55.
nchini, na mimi napenda kusoma magazeti, na nyingine nanunua au kwenye radio, kwenye TV. Nasikia wanasema. Unawafahamu vipi G55? Mimi nasikia ni kama tu watu wenye maoni yao tofauti katika mlengo fulani, basi ndio nafahamu hivyo. Kuna chama kama kimeandikishwa, hakina platform yoyote, wala hakina msajili wake wala nini, ni platform hakina. Ni watu tu wa kawaida hivi hivyo wakawa wanajadili tu, majadiliano tu. Na mzee, sasa ni upi uhusiano wa G55 na Chauma? Uthibitisho wa hizi taarifa ya kwamba Chauma inatumika kuipunguza nguvu Chadema kwa kuchukua ama kuregister baadhi ya makada wa chama hiko cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hususan hao ambao wanatajwa kuwa ni G55. Kwa kweli juu ya swala hilo, na wewe sio mtu wa kwanza kuniuliza, lakini kwa chama hiki bado hatujapata taarifa hizo, zaidi ya kusoma kwenye magazeti na vyombo vya habari vingine, kwa mfano hizi television au masimu hizi za mkononi, kwamba kuna kundi la namna hiyo ambalo sio registered hilo kundi, wala halina portfolio yoyote, ila lipo linasemekana hivyo. Sasa kwa kuwa sisi hapo kote halijafika, sina la kusema zaidi ya kwamba mimi sijapokea watu hao bado. Ikiwa katika siku za usoni kuja wao, kama watakuja, kama ni Watanzania halali tu, kama kuwapokea tuwapokea, na milango itakuwa wazi kabisa. Mtanzania yoyote atakayekuja kwa chama hicho, ilo kundi ambalo sio chama halali, sio chama cha registered, wakija na wenyewe kama wamekuja, kama nafasi zipo tuwapokea tu, hatuna kipingamizi nao. Tushirikiana nao tufanye siasa zetu. Ni watu ambao wametoka katika siasa, wanatafuta sehemu za siasa, basi kama ni hivyo tutapokea. Tutakaa na wenzangu hapa, tuna mamlaka hapa ya kuita wenzangu, alafu tutashauriana, tutaamua. Kama hao ni wenzetu wanataka kujiunga, tutawapokea bila wasiwasi wote. Kama mwenyekiti, unajisikiaje ukisikia Chauma inatajwa kutumika kudhoofisha chama kingine cha upinzani kwa manufaa ya chama kingine? Ni mawazo ya mtu binafsi ambayo mimi sina namna ya kumkatalia, kwa sababu kama yeye ataona kwamba mtu fulani anatafuta chama cha kujiunga, alafu wanamkatalia katika chama, na yeye ni mtu wa Tanzania, na hivi vyama sio mali yangu mimi, ni mali ya Watanzania wote, sasa mtamkataa vipi? Mathalan namna hiyo, huyu ni mtu ambaye atasema na mawazo yake, huyu bwana hivi hafai, huyu hivi nini. Kama vile cheza mpira sio unaweza kusema huyu hafai, imetolewa chama fulani, katokea timu fulani, lakini pengine wamegombana na mimi sijui. Utajuaje? Sisi hatuhusu mambo hayo. Sisi ni mwanachama, kuna masharti yetu, basi akiyatimiza tunakaa naye. Mwanachama tu. Kundi hili la G55 linahusishwa sana na upande ambao wakati wa uchaguzi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ulikuwa ukijiita ama ukifahamika kama timu Mbowe, kwa maana ya mwenyekiti wa aliyepita wa chama hiko cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakielezwa kwamba wana uhusiano kwa kiasi kikubwa. Binafsi yako, una mawasiliano yoyote na mzee Mbowe, na labda kama mshawahi kukutana, kuna mawasiliano yoyote ya namna hiyo? Mimi nafikiri hayo mambo yao ya huku mimi siyajui, nasikia tu kwenye magazeti mambo wanaongea. Sasa watu wale wakiongea sio kama ni amri, ni mawazo yako, hata wewe unaweza kaongea. Lakini mimi in particular, kwa mfano Mbowe namfahamu, ni chairman mwenzangu katika vyama vya siasa, na mimi nilionana na Mbowe mwaka majuzi ule, kabla ya kutoka kule gerezani. Nilienda kule gerezani kumuona, kumpa pole, ni kawaida tu. Nilienda pale nikapole bana na nini, basi
na ukakaa muda ukipita hata miezi miwili au mwezi au miezi mitatu akatoka. Mimi sijaonana naye kuanzia hapo. Na ila kumuona yeye Mbowe, sio Mbowe tu, hata watu wengine hao nimeona. Watu wa Nairobi hapa wamelazwa hospitalini, nilienda mimi mwenyewe, nilienda kwa nauli yangu mwenyewe nikwenda kuwaona. Bana pole bana, umia na nini basi. Na sio pale tu Nairobi, mpaka Brussels mimi nilikwenda kwa nauli yangu mimi. Nilikwenda Brussels, bana pole. Basi ni vitu vya namna hiyo vya kawaida. Yaani mimi kwangu ni jambo la kawaida. Huyu ni kijana wetu kaumizwa, kama ameumizwa kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri sijui, lakini mimi naenda kumpa pole. Na nilipokwisha kumuona Brussels nikarudi hapa. Hiyo nilifanya. Sasa sijui ndio timu, nikaenda kumuona ndio na kwa timu yake au na kwa timu ya huyu, mimi sielewi. Mimi najua ni mtu tu alipata na madhila, nikaenda kumuona basi. Umezungumzia mimi naweza kusema hao watu sio kama ile ilikuwa kama deni ni vya walipotoka kule aje kuniona, sio Mbowe wala huyu mwingine Bwana Lissu. Ni utaratibu wao ndio wamepanga, mimi siingilio mshauri wake yeye anavyojua, sio kwamba hapa juu wengine wachanganya wanapita hapa, lakini ile sio kozi ya kwa nini kuja kuniona mimi sioni sababu. Mimi naona kwani wewe kwenda kumuona ili iweje? Si mwenzio tu huyo. Ni mwenzio. Sasa ile ya kudai kama mimi nadai kwa nini nimuona, mimi hapana. Mimi niliona namfahamu Mbowe kwa misingi hiyo tu. Sawa bwana. Namfahamu kwa utaratibu huo tu. Tunakutana kwenye vikao vya TCD hapo Mikocheni. Habari bwana, basi hivyo. Utaratibu wangu wa kawaida, watu wote wa kawaida tu. Mimi nafikiri ndio utaratibu wa kawaida. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.